baada ya chombo cha habari cha CNN kuchapisha makala ya matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025. Naomba kusema yafuatayo. Kwanza, uhakiki wa maudhui yaliyomo kwenye makala ile unaendelea, lakini kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali kwa ripoti zao zote wanazozitoa za upande mmoja. Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Serikali inatoa wito kwa CNN kuzingatia maadili na weledi katika uandishi wa habari na kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zisizokuwa na vyanzo halali na rasmi, kupotosha na kuzua taharuki. Najua mwandishi wa habari wa CNN aliandika makala hii hakuwa Tanzania, na ameandaa makala kwa kutumia picha zilizopigwa kwa simu wakati wa vurugu na bila kuwasiliana na mamlaka zinazohusika Tanzania. Amekwenda kuandaa makala ya upande mmoja. Makala ya upande mmoja. Na napenda kusema, naposema hivi, sishabikii vifo vilivyotokea. Wote sisi ni Watanzania. Wote tumesikitishwa sana na matukio yale. Hakuna anayeyashabikia. Lakini kwa nini chombo cha habari ufanye kazi ya kutengeneza maudhui ya uchochezi yanayoongeza machungu kwa wananchi, yanayoongeza hasira kwa wananchi,